Yes, mambo vipi mtazamaji wa 96 Lengi, karibu tukuunganishe Mireta Tuju Town. Mbele ya kamera niko na the credible Haja, daktari wa burudani, anatibu kila kitu. Vidonge ni vya moto kweli kweli. Ni aje? Mambo vipi Abu? Shwari? Barida? Tuko vizuri? Karibu sana mwanangu. Shukran sana, big time sana. Jana Diamond Platinum alikuwa na show jijini Mwanza. Of course show imeteka headline mitandaoni, inazungumziwa. Ukiwa kama mchambuzi wa burudani, kwanza tukianzia kwenye ile show ya Diamond Platinum. Diamond, mashabiki walikuwa wamemiss, kaanzia usiku mpaka asubuhi kabisa kumekucha na watu bado wanaitika. Tupe utondote uchambuzi yakinifu juu ya ile show ya Diamond Platinum siku ya jana. Diamond ameendelea kuonyesha kwamba mimi ni mkubwa kuliko msanii yoyote Tanzania na East Africa. Yeah. Set standard. Ile retro show tour ni kwamba inamuonyesha yeye energy yake, ukubwa wake na vitu anavyofanya haviwezi vikafanana na msanii yote. Mkitaka, lakini tuzungumze ukweli. Mkitaka tuongee ukweli. Na nitakupa fact. Kwa sababu mimi sasa hivi nazungumza fact tu. Ukija kubisha wewe njoo na hoja zako, usicheke mzee. Umeelewa sijui? Ndio. Retro Tour ni show ambayo Diamond Mwanza ameifanya kuonesha utofauti na wasanii wengine wote. Nimesema Tanzania na East Africa. Anaondoka na timu ya watu zaidi ya 100. Wote wanakula mwewe. Mwewe manake ni ndege. Yeah. Inatoka Dar kwenda Mwanza. Zamani tulikuwa tunaona wasanii wanasafiri na basi. Mpaka leo pia unaona kuna baadhi ya wasanii wanaenda sehemu moja, kuna nyingine wanapanda basi. Diamond kuseti standard kwamba mimi mkubwa Tanzania na East Africa na Afrika, mpaka team, mpaka dancer, mpaka kwaya haitopanda basi, inapanda ndege ambayo mimi pia napanda. Watu zaidi ya 100. Atengeneza ajira za watu wangapi? Wengi. Mwaka 1984 kama sijakosea, kwenye Victory Tour ya Michael Jackson MJ, aliripotiwa kuzunguka na watu wasiopungua 130. Hao ni member wake yeye anaozunguka nao, technical people, sijui watu wa sound, bendi na security and everything. Hizo ni record za mwaka 1980 na wakati Michael Jackson anashine. Diamond Tanzania ameileta yeye, ndo mtu wa kwanza, ndo msanii wa kwanza kusafiri na timu kubwa kama ile. Nenda fanya research, kanitafutie wewe msanii yupi Tanzania aliwahi kusafiri na timu ya watu 100 tena kwa hadhi ya juu kama ile. Ni baba ambaye ana moyo wa kujitolea, anataka watu wengine pia wapate. Ndo huyu ambaye watu walisema ashuke tumpoteze. Kama vipi bwana, tumwani follow, si ndio mlikuwa mwani follow. Leo hii kawachukua watu 100. Show ambayo imefanyika Mwanza, watu wangapi wamefanya biashara pale? Bodaboda, bajaji, magari, wauza shisha, vinywaji. Kwa nini unataja shisha? Vitu vyako nini? Vyakula. Sio, umeelewa brother? Yeah. Watu wangapi wamenufaika na show ile? Hiyo AB ndo msanii pekee toka tumepata uhuru mwaka 1960 na ngapi? Na moja? 61. Kuitisha show ya viingilio vya juu zaidi kwa msanii wa ndani. Hajatokea msanii yeyote ambaye aliandaa show yake akauza meza za milioni 5 na zikawa sold out ndani ya muda mfupi. Show ya Diamond viingilio vyake sasa hivi kaka, mimi fact tu. Mi fact tu. Ngoja, si hapa. Kiingilio cha chini ni shilingi 50,000. Yeah. Kiingilio hiki ndo kuna wasanii wengine wameenda cha juu. Hicho ndo VIP, yani ndo cha juu. Atuongee kwa ubaya, nakupa reference kwa nini nakwambia Retro Tour ni show ambayo Diamond amekuja kuseti standard ya kutaka kuwaonyesha kwamba mimi mkubwa wenu na ana deserve. 50,000 kiingilio cha chini kabisa yani. Kuna 100,000. Kuna meza za milioni 2. Yeah. Kulikuwa na meza za milioni 2.5. Kulikuwa na meza za milioni 3.5 na meza za milioni 5. Waandaji wa show wanatangaza mapema meza za milioni 5 zimeisha tayari. Jioni tu zimeisha.
Angalia idadi ya watu ambao ndio msanii wa kwanza, kumbuka, kuwa na standard ya bei za namna hii. Mimi nakumbuka kwenye Spora Show mwaka 2014 Diamond Platnumz wakati anahojiwa na Spora alikuwa anazungumza kuhusu tamanio lake la kufanya show kwa $100,000. Juzi Diamond ametangaza anafanya show kwa $200,000. Convert kwa pesa za Tanzania plus 2,500 na au 2,600 hapo. Anyway, tuseme almost milioni 500. Na analipwa, sio kama ni mboyoyo, analipwa. Sasa ndani hapa inategemea, huenda ikashuka ama ikapungua. Ama amini ikapungua au ikaongezeka. Ila standard yake ndiyo hiyo. Na ndo sababu nasema ile show imekuja kuset standard, kuwatofautisha. Jamani, mimi nipo hapa. Ni risk taker, ni naizungumza mara nyingi. Diamond ni mtu ambaye anaamini kwenye kukua kila wakati. Yaani Diamond wa mwaka huu usije ukamvalisha na Diamond wa miaka 5 ijayo. Leo tunashangaa kuhusu $200,000. Baada ya miaka 5 ijayo atakwambia bwana, mimi nafanya show kwa $300,000, $400,000. Brother, umeelewa? Na anavyofanya mziki wake, anavyojitengeneza ni biashara ambayo ina work out, inafanya kazi. Namna ambavyo anatengeneza thamani yake, mzee, noma mzee. Bana, noma sana. Nimeona mijadala mitandaoni watu wakianza kulinganisha sasa, kama kawaida, mashabiki na wadau mbalimbali kulinganisha hizi show bana. Alikiba juzi kati pia na mwenyewe alikuwa Mwanza, Diamond pia jana alikuwa Mwanza, lakini kila mtu yupo kuna yake, yupo baa fulani, yupo kiwanja fulani, kila mtu yupo kwenye kiwanja chake, lakini wote kila mmoja alichapa live. Na hata jana Diamond akaongea pale kwenye show, walisema ile AI sijui na nini. Kwa tulipofikia hapa kwa majanti wawili hawa, ni sahihi kwanza kuwalinganisha nani ni mkali wa live. Yaani unajua ndo mimi narudi pale pale. Diamond na Alikiba ndo kama vile watani wa jadi. Obvious wamekuwa na mtindo wa namna hiyo. Umeelewa sijui? Lakini mimi ukiniambia kulinganisha sioni kama ni sawa. Kwa sababu Diamond alichokifanya umekiona mwenyewe. Na akawaambia watu, mlisema hii ni AI. Wakati amepost ile clip yake ya mwanzo anaimba Kikongo, sio? Jana ikapigwa live na watu wamesikia. Wote wabaya, wote wakali. Alikiba mbaya sana kwenye live, ambacho pengine Alikiba ana wini zaidi kwenye eneo la live performance. Yaani unajua King amekulia kwenye mziki wa live. Hata anavyoimba ukimsikia, hata anavyoimba ni mtu wa madrasa yule, kama ulikuwa hujui. Hata anavyoimba unamsikia kabisa anaimba muziki wa live. Yaani ile yenyewe tu ile mfano finale, verse finale ukisikia ipo huko. Sasa Diamond ngoma zake nyingi ukizisikia ndo unaziona hizo ambazo yeye anazifanya kwa ajili ya soko la nje zaidi. Kwa hiyo most maneno yake ni ya kutupia tupia. So unaweza usimpende kama unaweza usimpende Diamond kwenye kuimba muziki wa live kama unavyompenda Alikiba kwa sababu hiyo. Lakini sio kwamba Diamond hana uwezo wa kuimba live. Na hata hii retro show ya Mwanza alienda pia kuwaonyesha kwamba hivi ndivyo ambavyo tunafanya. Mimi mtu akiniambia Diamond hawezi kuimba live, vipi kuhusu show ya ile Coke Studio iliyofanyika ile ilikuwa Kenya sio South Africa ile na Casper Nyovest. Ilikuwa noma sana. Mmeisahau niwasikilizishe sijui labda. Hivyo zipo. Mnayo? Zipo tutawekea hapo usikilizishe tutawekea. Maana kama umesahau tuwakumbushe. Kwa hiyo kuna propaganda tu zinaendelea. Hawa wote wanajua. Mimi kuna mtu amenipelekea taarifa ananiambia Diamond alikuwa amefanya sana mazoezi show. Na ndo siri ya kumuona. Kwanza amesimama more than 8 hours on the stage. Kuanzia saa 2 anaingia kufanya show mpaka alfajiri. Mpaka wakina Onesmo wanamtoa, wakina nani wale Aprili, wakina Momo, Jamal Aprili waambia sasa mkubwa imetosha. Unaenda kuua brand sasa. Na ile kweli inakuja kukemea baadaye. Ile sikuipenda. Katika kosa ambalo Diamond amelifanya ni lile la kupiga overdose. Sio overdose, huwezi kuperform. Yaani msanii huwezi kuperform kwenye jukwaa mpaka shabiki anaondoka. Okay.
haiwi hivyo. Hiyo ndakuja kuizungumza. So najibu swali lako. Swala la kufanya comparison kati ya Diamond na Alikiba kwenye live performance, hayupo ambaye ajui. Wote ni mafundi na wote wanajua. Wanatofautiana aina ya miziki wanayofanya. Na mwingine huyu pengine ndo kwa sababu amekulia zaidi kwenye misingi ya bendi. Kama unavyomwona Mbosso leo hii. Sio, umeelewa? Yeah. Amekuwa kwenye misingi ya bendi. So they are perfect, na mimi nampa kwenye live performance Diamond nampa 80%, Alikiba nampa 80%. Kwa sababu mimi nachojua kuna watu wengine wabaya zaidi kwenye live performance, pengine zaidi ya wao. Yeah. Ila kwa hawa wakubwa wote wako vizuri kaka. Noma sana. Hapo umegusia hapo kuhusiana na Diamond kuperform mpaka shabiki anaondoka. Mtupe na hiyo uchambuzi yakinifu kabisa kwamba ana perform kwamba alikuwa ana kiu sana mashabiki zake, ama inakuwaje mpaka msanii ana perform mpaka shabiki anasema. Katika kosa ambalo Diamond amelifanya Mwanza, nadhani hilo ndo kubwa zaidi. Mengine sijaona, kusema za kweli. Mengi watu wamejitahidi, na sio wamejitahidi, wamefanya. Ndio Diamond mzee mzee Simba, huwezi kuperform mpaka shabiki anaondoka. Unajua hiyo tafsiri yake nini? Kwamba sasa sisi tumekuchoka. Sasa kwanza utakiwa kuonesha, yani kupitia kamera ama chochote. Na ndio maana kama unakumbuka vizuri, Burna Boy alimpiga demu mmoja, alikuwa anasinzia kwenye show yake, alimfumua na story kawa kubwa ile. Msanii wanasema unapaswa, msanii mzuri anapaswa kujua muda wake wa kushuka stejini. Sio tu kushuka stejini kwenye amini kwenye labda umefanya muziki for your life, sasa wanasema mimi siimbi tena, hata kwenye performance ile, ili kesho mtu awe na hamu ya kuja kukuangalia na kutunza pia brand yako. Bado Diamond anaimba, yaani unaona anaimba mpaka watu sasa wanapanda pale jukwaani, yaani kila mtu sasa alikuwa na uwezo wa kumfikia Diamond. Diamond anafikika kirahisi. Diamond anatakiwa kufikika kirahisi mzee. Sio tu kufikika, kupanda kwenye jukwaa ambalo Diamond yupo. Fanya kazi, haitaki yani uende kwa sababu maalum. Sasa ile ni alfajiri, unajua asubuhi saa 2 sio ile. Mtu kalewa pombe, rafiki yangu anaenda na simu chake, Diamond naye anazunguka pale. Ile kwa kweli ile hapana. Kwenye show zingine ambazo anaenda, anapaswa kujua muda gani wa kushuka. Ni nzuri pia msanii unaposhuka kwenye stage watu wanapiga kelele. Jamani Diamond, huyu anashuka. Lakini sasa mpaka fungulia mbwa. Wewe upo tu, hata kama una usongo wa kuperform kiasi gani. Najua alimisi Mwanza ni watu wake. Bwana, lakini vile vile hakufanya show muda mrefu ya namna ile. Lakini bado ana show nyingi. Kwa hiyo mimi nilikuwa ninategemea ile asubuhi ile good morning Mwanza, Diamond saa 12:30, yule mtu yule kisiki, giza linaingia, yani mtu akitokea kule umjui yule mtu au jini, ndo unaondoka kwenye stage. Yeah. Unaondoka wakati watu wanapiga kelele, bado anakuhitaji. Noma. Sasa hii inashusha thamani ya msanii. Na mimi nimpongeze sana, nimemwona pale Jamal April, ampe maua yake. Jamal April, Onesmo, security wale wakina Tosi nimeona pale. Diamond ondoka bwana, sasa tuondoke. Diamond anarudi, twende. Wale wanajua thamani ya msanii wao. Pale alikuwa anachoreka. Siko umeelewa brother? Yaani kuna mtu anaweza kaja sasa Diamond mwenyewe na watu walishaanza kupungua. Anaimba na watu watatu. Anasahau kama saa 2, saa 4, saa 8 kulikuwa na nyomi la watu. Hii asirudie. Noma sana. Nimeona nani Suma Mnazaleti kaenda Mwanza. Kuna baadhi ya comment watu wanasema kwamba wachambuzi vipi? So mnachambua tu Dar es Salaam. Tunataka mje kwenye show bwana Dokta, hatuja kuona Mwanza. Shida nini Dokta? Ratiba.
ratiba zimeingilia, lakini kwambie Dodoma mimi nakuwepo pale. Dodoma mapema sana, kwa sababu mimi ninachotaka kwanza na Diamond mwenyewe ajue mimi naenda kwa gharama zangu pia. Ndio. Yani nishapanga kabisa ratiba zangu na kula zangu hapa SGR, mapema niko Dodoma na ndawaonyesha nyinyi wenyewe mtaona. Nataka nishuhudie show live ili hata nikija kuchambua nichambue kitu ambacho nimekiona, and that's my plan this time around. Kwa hiyo nitaenda Dodoma, namwambia Diamond pamoja na timu nzima ya Retro, Dr. Upupu atakuwepo hapo, umeelewa, kuja kuangalia mkizingua. Naanza huko na podcast yangu. Uzuri yeye mwenyewe anasema ametambua uwepo wa wachambuzi. Tena shout out to you my brother Diamond Platnumz. Sijui hata nifanyeje, lakini nachoweza kuambia hii ndo tofauti ya msanii anayejielewa machuadi na hawa hapa vidampa hawa wengine. Vidampa kina nani hawa? Diamond ni very positive guy, na ndio maana nadhani labda pengine anafanikiwa sana. Wewe kijana amekuwa mbunifu, kuna namna anajiongeza kwenye kazi yake, huenda kuna pesa anaipata ya kuendesha familia yake. Wewe unakuja tu unasema wachambuzi sio ajira, uchambuzi sio ajira. Pimbi asipopata hela leo utamlisha wewe? Tena Pimbi ndo anaandamwa kweli kakaangu na ufupi yule. Kama wanakosea ni kuwarekebisha. Usiseme hii sio ajira. Usidharau kazi ya mtu. Ali mapicha kula chuma hicho. Sasa msanii namba moja kwenye investment ya biashara yake kwa vijana, msanii ambaye ana expensive life kuliko msanii yote East Africa na Afrika, msanii ambaye standard yake ni ya hadhi ya juu, anatambua wachambuzi. Who are you? Maki hapa inabidi niulize sasa kama Mama Samia, who are you? Wewe nani? Mimi nimpongeze Suma. Suma ameenda mpaka Mwanza, ni kitu kizuri kiukweli, ameenda ku experience. Lakini vile vile namshukuru sana, tunamshukuru sana Diamond, na hiyo nadhani ni kwa wachambuzi wote. Tunamshukuru sana. Unaona baada ile kauli kila mchambuzi amepost pale. Just be positive. Baraka the Prince, wewe vipi bwana? Tusipende kudharau vitu, na mi labda nitoe wito. Being honest, sisi ndo hivi, unajua kila mtu ndo mara yake ya kwanza kuishi. Kila mtu mara yake ya kwanza kufanya kitu. Huu ni mtindo ambao ulikuwepo, lakini sisi tumeendelea kuuboresha. Sio? Tunatumia zaidi social media. Kama watu walikuwa wanazoea kusifiana, sisi tunakuja pia tunazungumza direct kwamba hapo umekosea. Kwa hiyo kwa namna yote vitu vipya huaga vipendwi tu mara ya kwanza. Tutaenda tutajirekebisha tunapokosea tu. Kwa turekebishane. Tusiwaaminishe watu kwamba sisi hii kitu tunachofanya sio sawa. Hii ni taaluma ya habari. Mimi sio tu mchambuzi, mimi ni mtangazaji pia. So nadhani unatakiwa kujua hiyo. Hapo kwa wachambuzi, haja unadhani kwamba kwa kuja kwa hii mitandao of course imeibua vitu vingi sana, kama tunavyoona kina Haja na wachambuzi wengi mnafanya vizuri, lakini unadhani kwamba kwa miaka hivi karibuni kulikuwa na wachambuzi wachache sana kwenye game, na kiasi cha kwamba ambacho kama wasanii walikuwa hawawapi kipaumbele sana, lakini baada ya kuja kwa wachambuzi wengi tunaona wasanii wenyewe wana appreciate, wanawapa sifa zenu wachambuzi. Unadhani kuongezeka kwa wachambuzi ndipo ambapo kunafanya game la uchambuzi kukua? Exactly. Umeongea vizuri sana. Yeah. Jambo lolote ili liwe biashara ni lazima liwe na demand ya watu wengi. Yaani leo hii hata makampuni, mataasisi, na mimi naamini tutapata tu hizo endorsement na vitu vingine, mostly huwa vinatolewa kwa kutokana na wingi, idadi kubwa ya watu. Leo hii football ni biashara kwa sababu tunaona watu wengi, wachambuzi wengi wanachambua. Haiwezekani ukawa tu wewe mwenyewe, wewe tu mmoja ukafanya jambo. Imagine ambao wametangulia let's say kwenye mtandao, sio kwamba ndio mchambuzi wa kwanza, waliotangulia kwenye era hii ya digital. Unaona mtu kama Sky, wakina Sky walikuwepo, wamefanya, baadaye tumemwona Elmando naye huyo, sio? Yeah. After that
nadhani Haja ndo akafuatia sasa pale, nika raise up, nikawa mkubwa, tunawaona sasa wakina Suma wakaingia, wakina Pimbi, wakina Kendrick Kalisa, sijui Hope Tiger. Kwa unaona ni idadi inazidi kuongezeka. Imefika wakati yule akizungumza hivi, huyu akizungumza hivi, rotation ya mtandao tunaibeba, na ndio maana hapa kati umeona tulivyoushika mtandao, kwa sababu ya wingi wetu. Angekuwa mmoja isingekuwa rahisi. Kwa sisi pia nadhani tutoe wito, wachambuzi tujue tuna nafasi kubwa sana sasa hivi ya kumpandisha msanii ama ya kumshusha msanii, ya kumharibu msanii ama ya kumtengeneza msanii. So lazima tuhakikishe tunachokizungumza tuna uhakika nacho. Let's talk facts. Usimshambulie mtu kwa sababu pengine eti hajakupa hela. Hizi kazi hatufanyi kwa sababu ya kupewa hela. Ni taaluma, na hata vijana wengine ambao pengine wanatamani kuingia kwenye hii shughuli wajue ni taaluma. Ukifanya kama taaluma utakuwa na weledi, ila ukisema ufanye kwa sababu ya maslahi, Harmonize asiponipa hela nitawaambia video yake na ukungu, hata kama nzuri, manake sasa ndo unaharibu, na hiki kitu tunachofanya kitaonekana hakina maana. Ujumbe naomba upeleke kama ulivyo. Tujitahidi sana kuapply taaluma. Mtu akikupa asante, huwezi kukataa. Tujitown, lakini fanya kwa nafasi yako. Chambua video bwana, kusa bwana, kweli kusa ile video kali, watu wa follow wametisha, au sio bwana? Jamaa wamependeza, wame idea mzuri na nini, mapungufu yao yako hapa na hapa na hapa na, lakini sio kwa sababu hujalipo hela. Unajua ile video ina ukungu mtupu, wakati video nzuri unaonekana miaisho. Kwa hiyo ni wito kwa wachambuzi wenzangu wote, tufanye aze taaluma na sio kwa ajili ya maslahi. Tukipewa asante, asante haikataliwi. Bwana Dr. Bwana asante bwana, umeniongelea ni positive way, nimepata matokeo bwana, kidogo changu hiki hapa, nasema asante. Sadaka. Tumalize na ile hapa. Nimeona game la hip hop limechangamka sana. Macomedian pia wanaingia kufanya, hata pia msemaji wa timu ya Young Africans ame-rap na of course amepokelewa pia kwa namna yake. Nimemwona pia msemaji wa Azam Hashim Ibwe pia yuko humo, ametoa pia chuma naye kurap na nini na nini. Tupe maoni yako kwenye hili la hip hop. Sasa hivi hip hop imechangamka sana. Unadhani ndo tunahitaji kuona hip hop iwe kama hivi kina Alikama wameibush kidogo, kwa sababu alienda kwenye moja kati ya kituo cha redio akatangaza milioni 20 wa kushindana na Wiz MP na nini na nini. Unadhani wameipush kwa asilimia ngapi? Bro, kwanza big shout kwa Ali Kamwe. Mimi namuona ndo msemaji mwenye ushawishi zaidi Tanzania kwa sasa, kwa sababu ameweza kutengeneza ajenda nje ya kitu ambacho wanafanyia kazi. Rap music kweli imechangamka. Nilisema juzi, watu wengine wananishangaa, lakini ukweli ni kwamba it's okay, ilianza. Ali Kamwe amekuja kuchangamsha zaidi. Kuingia kwake kwenye rap music kumeleta amsha comedians wanafanya na nini na vitu kama hivi, sio? Na plani ya Ali Kamwe ni bora, ni nzuri. Comedians kuingia kwenye rap music ni sahihi. Kwa sababu gani? Wanaendelea kuipa uhai rap music, inabaki kuwa relevant kwenye industry. Watu wanalaumu, wengi naona wanalaumu kwamba bana, mnakuja kuharibu sasa, mnatoa upepo wa rap music. Tusifanye rap music kama muziki wa kuonewa huruma, lakini vile vile hatuoni fursa. What if our comedians ama content creators ambao wao nguvu yao kubwa mtandaoni wangesema sasa wanakuja na ajenda nyingine, hiyo rap music tungeendelea kuizungumza. Lakini leo hii umeona comedians wanafanya, content creators wanafanya, na wengine wanafanya. Max Cortez kaachia mashine yake, imetembea juzi, sio? Kwa hiyo tusiwe watu wa namna hiyo, tutazame vitu in a positive way. Ali Kamwe mimi nampongeza kwa sababu Ali Kamwe plani yake pia ni kuhakikisha anaendelea kuipa uhai rap music. Ile 20 million trust me inatoka, na leo ametangaza, nimemwona kwenye page yake, anasema ataitoa 20 million. Sasa what if labda leo Ali Kamwe aje na competition, mashindano uwanjani, let's say wanapatikana rappers wanao freestyle ama wanaochana, mshindi atapewa hiyo hela. Watu wajaondoka, watu wajanufaika. Achana tu na kupata inacho kipato, vipi kuhusu publicity na yule mtu ambaye anatoka pale? Kwa sometimes tusiwe watu wepesi sana wa kuzungumza negative, badala yake tu vitazame vitu in positive way. Mimi nampongeza Ali Kamwe, na Ali Kamwe kiukweli jamaa bwana, nguvu yake kubwa sana, ana ushawishi wa hali ya juu sana.
mimi ndajitolea, niko tayari kushirikiana naye mpaka tumpate mshindi wa freestyle au mshindi rapper ambaye ataondoka na iko kitita kimsaidie kwenye kazi yake. Hivi katika kama comedian ambao wamerap, yupi ambaye umesema huyu mwana huyu kuna kitu anacho? Bwana Shafi Brandi. Shafi Brandi, shout out to you mzee. Shafi Brandi, hata umpe kolabo na Mbuzi sasa hivi. No masa. Alafu kuna rap ya ndugu yangu Nanga, mpaka sasa hivi sijaona chuma toka ametoa picha yuko studio. Kuna Saidi na Kidege. Saidi flow yake sio nzuri, lakini wale wapumbavu wana punchline noma. Wale wabaya. Kwa comedians tungesema tuanzishe competition, basi mimi namchukua tu Shafi Brandi pamoja na Saidi na Kidege wakae pale. Wanoma sana hawa jamaa, wanajua. Bado ya kwangu inakuja. Watangazaji jiandaeni, shuba miti zenu. Nimeona kuna mtangazaji mmoja aliposti kama tule. Amna kitu mle. Unafikiri kuchala kama na new nini? Kuongea haraka ni kelele nyingi chiliku. Mziki huo kaka. Mimi mashine anaipika, producer wangu anaitwa Omidadi. Linakuja chuma hilo. Na ni hip hop, sichekeshi. Kweli. Nimechomoa mapanga kwa sichekeshi. Au sio? Bro, sichekeshi bro. Tena siojua wasanii sisi tunarekodi